Mimi nachoweza kuzungumzia, mechi ilikuwa iko wazi na imetazamwa na washabiki wengi. Kilichotokea uwanjani kimeonekana. Man of the match kwa upande wangu naweza kusema kwamba mwamuzi ndiye ameharibu mechi na amekuwa man of the match kwa upande wa Berkane. Na hili ni swala ambalo kama wadau wetu wa mchezo wanaweza kawa wanafuatilia, walitakiwa wahoji kwa nini finali apangiwe yule refari ambaye bado sisi wa Tanzania tuna historia naye ya kwamba hakuwa na maamuzi mazuri kwa upande wa mechi ya Mamelodi na Yanga. Yule ndiye aliyewanyima Yanga lile goli la Aziz Ki, na leo anawezaje kupangwa mechi ya finali dhidi ya Simba? Kwa hilo ni swala ambalo kama wadau wa soka wanaweza wakaja wakalidadisi au kulihoji. Lakini kwa upande wa mchezo ni kwamba kama maamuzi asingefanya maamuzi ambayo yamewatoa Simba mchezoni, hii mechi ingekuwa ni ngumu, na nilikuwa na asilimia kubwa kwamba kwa muda ule uliokuwepo wa kipindi cha pili Simba angeweza kuleva aggregate. VAR ilikuwepo, yako baadhi ya maamuzi ambayo VAR hawezi akaingilia, hasa yale maamuzi ya sekandiero. Ni maamuzi yanayotokana na refari mwenyewe. Umeona, kwa sababu ndio maana ulivyoona alitoa direct bila kufuata maelekezo. Maamuzi ya VAR huwa ni ile ambayo mwamuzi anakuwa hajaona, afu VAR ndo anamuita kwamba kuna faulo imechezeka mahali, hebu nenda kajiridhisha. Afu akijiridhisha ndo mwamuzi anaweza kufanya maamuzi yake. Lakini yale alikuwa ni maamuzi ya mwamuzi mwenyewe binafsi, na ambaye mwamuzi wa ndani ya uwanja ndiye mwamuzi wa mwisho. Hata kama VAR wakifanyaje, mwamuzi wa ndani ya uwanja ndiye mwamuzi wa mwisho. Performance ya Simba walikuwa wako vizuri, na mpango mkakati wa klabu ya Simba walikuwa wamekaa vizuri. Kiukweli mimi kama mdau wa mpira na shabiki wa klabu ya Simba, mimi Simba siwadai chochote. Hiyo inaweza ikawa na asilimia chache kwenye masuala ya mpira, kwa sababu vile vibe la Benjamin Mkapa ni kubwa sana ukilinganisha na Amani. Na vile kisaikolojia na kihistoria ni kwamba klabu ya Simba, wachezaji wa Simba wote wana imani kwa kile wanachokifanya Benjamin Mkapa kutokana na historia ya uwanja ule. Kwa hiyo hata hiyo inaweza kawa na sehemu ndogo ya kuchangia kile kilichotokea katika matokeo haya ya finali kwa Amani Complex. Ni kwamba ukiangalia ni kama alikuwa na maelekezo maalumu. Kwa yale maamuzi alikuwa akiyafanya kadi nyekundu, asilimia kubwa ilitokana na mihemko, kwa sababu mechi ilimshinda.